Kipawa au neema au zawadi. Kipawa ni neema au zawadi au baraka. Wengine huita nyota. Ni kitu ambacho kitakufanya uweze kufikia kusudi la Mungu au kile kitu ambacho Mungu ameweka ndani yako. Hivyo kipawa ni kitu ambacho unapewa, sio juhudi zako. Yaani kipawa ni kitu ambacho ni Mungu anakupa. Sasa kuna vipawa vya aina vingi. Kuna vipawa vya uimbaji kama Paulo anavyoimba. Kuna vipawa vya uchungaji, unahubiri watu wanakusikiliza. Kuna kipawa cha kuwa kiongozi, ukiongea tu watu wanakusikiliza. Ile watu wanakusikiliza hawakusikilizi wewe. Ni neema umepewa na Mungu. Ukisema mbele ya umati wa watu wanakupigia makofi. Ili unapigiwa makofi, upigiwe wewe makofi. Kuna kitu Mungu ameweka ndani yako, ndicho kinachopigiwa makofi. Kuna kipawa cha biashara. Unashangaa mtu akifanya biashara anafanikiwa. Hicho inaitwa kipawa. Sasa unapopata kipawa, umepewa ikusaidia kutimiza kusudi la Mungu. Maana yake kama hicho kipawa kikiharibiwa, wewe utakuwa mtu ovyo kabisa. Na leo nataka nikuombee kipawa chako king'ae. Leo nakuombea ng'ara katika jina la Yesu. Yaani ukiwa na kipawa na kipawa kikionekana, hata watu wakikuchukia, kipawa kiking'ara, nyota yako ikionekana, hata kwenu wakikukataa, nyota ikionekana, watu watakutafuta tu. Sema amen. Sema nyota yangu iachiliwe leo. Kitabu kile cha Hesabu 8:19 anasema hivi: nami nimeumba Haruni hao Walawi wawe kipawa chake, yeye na wanawe. Mungu anapompa kipawa, Mungu anapokupa kipawa, lakini hiki kipawa inavuta watu wasapoti hicho kipawa. Manake ukiwa mwimbaji, unapoimba watu wakabarikiwa, au ukibarikiwa, au hata kiongozi akikubariki, hata mwimbaji akikubariki, ili uweze kufanikiwa kwenda viwango, sapoti hicho kipawa. Sema basi amina kama unanielewa. Watu wengi wafanikiwi. Chochote unachotolea sadaka huwa kina gharama, lakini kina faida. Unaposapoti kipawa cha mtu, humsapoti yeye, unamsapoti aliyempa kipawa. Na aliyempa kipawa hata nyamaza, lazima atakulipa maradufu. Kwa hiyo unaposapoti kipawa, au kwa mfano mtumishi, unapomsapoti mtumishi wa Mungu ili afikishe ujumbe, humsapoti yeye, unasapoti aliye mtuma aje kwako. Kwa hiyo ukigusa hicho kipawa, hugusi kipawa, unamgusa mwenye kipawa. Sijui kama nasikika kweli mahali hapa. Hivi naongea na watu wanaonielewa kweli mahali hapa. Kwa hiyo hata kama leo tuko hapa, tunapomsapoti au tunaposapoti kipawa cha Paulo Siria, hatumsapoti Paulo, tunamgusa aliyempa kipawa. Na tukimgusa aliyempa kipawa, aliyetoa kipawa ni Mungu, lazima baraka zimiminike ndani ya kila mtu mmoja. Nyanyuka sema lazima nibarikiwe leo. Kipawa sio cha kwako. Mimi hapa Elisha, hata ukinichukia, kama Mungu ameweka kipawa ndani yangu, hicho kipawa kitaonekana ng'ambo ya nje. Sikiliza, kipawa sio mpaka usome. Kuna wasomi, lakini kama kipawa kimeharibiwa, hautafanikiwa. Kipawa ni neema unachopewa ili ikufanikishe kutimiza kusudi la Mungu. Sema amen. Na kipawa unachopewa, wengi pia watafaidi. Nisikilize, hapo ulipo wewe tunakuona ni moja, lakini hicho unachokibeba, kuna wengi watashiba kupitia hicho kipawa, wengine watainuka kupitia hicho kipawa, wengine wataponywa kupitia hicho kipawa. Hapa naona watu ambao vipawa vyao vikifunguliwa, anga zitawatafuta, familia zitapona, serikali itapona, anga zitapona. Si kama naongea na watu wanaosema baba hicho kipawa nipewe leo. Wachawi wakitaka kukumaliza, hawakulogi kimwili, wanaiba kipawa. Mwenye nikwambie, kipawa chako kikionekana, hata kama una sura kama nyani, kipawa kikipendeza, hata kama una macho kama makengeza, ukiongea unasema kipawa kikionekana, watu watajileta kwako tu, watu watakuwa karibu na wewe tu. Kila anayeloga kipawa chako na mtungua alipoachia kipawa chako. Kila anayeloga kipawa chako, leo natamka kipawa chako kirudishwe. Kipawa cha biashara pokea, kipawa cha uimbaji pokea, kipawa cha kuwa mhubiri pokea, kipawa cha uongozi pokea. Hata wakikuloga mahali, hicho kipawa nachukua huko na ingiza ndani yako, nenda kafanikiwe. Angalia mtu amekaa ndio unabii
unapita hivyo, ndio unabii unapita hivyo. Mguse mwenzako mwambie pokea kipawa chako. Sikiliza, wewe kama unapendwa, haupendwi wewe. Sio sura wanapenda watu. Kuna kitu kiko ndani. Ndio maana ukiongea unasema yes, endelea kusema. Hawakusifu wewe, ni neema uliopewa. Sema basi amina kama unanielewa. Leo Paulo akiimba hapa unasikia kubarikiwa. Hasifiwi yeye, ni neema aliyopewa na Mungu. Leo nakutamkia kwenye uzao wa kwenu kupitia sadaka leo utakayotoa, kwenye uzao wa mama yako watokee waimbaji, watokee maprofesa, watokee mawaziri, watokee wabunge, watokee manabii. Angalia mtu amekaa na tabiri kupitia sadaka yako leo utakayo support muimbaji aina yoyote, kipawa chako kionekane na wewe. Sema basi amena kama unabarikiwa. Shida ya watu wengi, wakiona mtu anang'ara, anakubalika, wanaingiza roho ya wivu. Roho ya wivu itakuwa. Usipambane na mtu ambaye neema yake imeshaonekana ndani ya wananchi, ndani ya kanisa, nje ya kanisa. Nataka nitamke nyota yako ionekane. Hata kama kwani wanakupiga vita, hiyo neema itazuiliwa. Umekuja kwenye hii madhabahu na achilia upako, nenda kamiliki hicho kipawa chako. Hivi naongea na mtu anayenielewa hapa? Mguse mwenzako mwambie maneno haya sitaachia kama maneno. Iwe mbegu kwenye maisha yangu. Sasa watu wengi hawajui kupanda mbegu. Hawajui kudaka maneno. Yatatokea. Mguse mwenzako mwambie yatatokea. Angalia sasa hivi nimetamka tu walio kama mmechelewa. Nilitamka tu sasa hivi hapa kwa tamkia watu kwamba milango ya simu zao zifunguke. Wakati natamka nikaonyeshwa 200,000 inaingia kwenye simu. Nikasema nafungua hiyo simu 200,000 imeingia. Waliokuepo sasa ile mnasikia dada alivyosimama. Akasema 200,000 imeingia kwenye simu, tuko ibadani. Sasa sikiliza, ninapotamka mtumishi mwenye roho wa Mungu akitamka vitu, maana yake ni mbingu inatamka. Akisema kipawa chako king'are, maana yake mbingu inang'arisha kipawa. Kuna watu 7 mkitoka kwenye ibada hii, kuna simu za baraka zitaitika kwenu. Angalia mtu amekaa Kuna watu 7 wakitoka kwenye ibada hii, kuna watu sahihi watakutana kusupport vipawa vyenu. Kuna watu watakuja kwenye maisha yenu kuwabeba kwenye viwango vya baraka. Mtu mmoja aseme amen. Si utakwenda kuona. Utakwenda kuona. Ukiona watu wanakuja kwenye maisha yako, wanakuja kusupport kile ambacho Mungu amekupa. Wala sio wewe, wala sio elimu. Nisikilize, kufanikiwa sio elimu. Ingekuwa kufanikiwa ni elimu, wengi wangefanikiwa. Kufanikiwa sio ujuzi, sio akili. Ni kipawa ambacho Mungu anakupa. Na wajanja wakishajua wanawahi kwenye kipawa. Utapiga kila kona utoki. Utajitahidi utoki. Hasa nataka niseme kwenye nguvu ya hii madhabahu, vipawa vilivyokamatwa narudisha leo, watu waende kwenye nafasi zao. Kila aliyekuloga kupitia sadaka kwa namna yote, hicho kipawa ataachia na utakwenda kwa mtu wa baraka. Sikiliza, tunakwenda shuleni kuongeza. Sikwambii usisome, soma kabisa kama unaweza. Tunakwenda shuleni kuongezea vipawa, maarifa tuliozaliwa nayo. Tangu umezaliwa una kitu cha kimungu. Hata kama hujasoma unaweza kuonekana nje za nje. Hata kama hujasoma, kama kipawa kitaonekana, utaajiri mpaka na wasomi, utaajiri mpaka na wenye degree. Utakuwa mtu wa tofauti kabisa. Sema amen. Sema amen. Sema amina. Kipawa ni kitu cha thamani. Sema kitu cha thamani. Kitabu kile cha Mithali 17 anasema kipawa ni kitu cha thamani, kila igeukapo hufanikisha. Kipawa ni kitu cha thamani, inakupa kibali, heshima, utajiri. Kuna vipawa vya uimbaji, biashara, uongozi na kadhalika. Adui akitaka kumloga mtu anaharibu kipawa na mtu anakosa thamani ya hicho anachokifanya. Adui wa kipawa chako. Sitaki kutoza muda hapa. Adui wa kipawa chako, adui wa mafanikio yako, adui wa kukuinua wewe, adui wa hicho ambacho Mungu amekupa. Namba 1 ni kiburi. Ukitaka kwenda level ya baraka, acha kiburi. Hata kama Mungu atakuinua kama mwimbaji, shuka. Nyenyekea chini ya mkono wa Mungu ulio hodari. Atakuinua kwa wakati. Kama Mungu amekufanya kwa kiongozi, nyenyekea chini ya mkono wa Mungu. Maana Mungu atakupeleka viwango vya baraka. Kama Mungu amekupa ukiimba, watu wanakupigia makofi, sio wewe. Tena wakikusifu, waambie msinisifu mimi, maana wanakugombanisha na Mungu. Kiwa kiongozi, ukiwa mchungaji, watu wanakusifu, usitaki hizo sifa, zitakuwa mapema. Kataa hizo sifa.
anakusifu mzuri, mwambie sawa, mimi ni mzuri, lakini yuko aliyenipa kipawa, mimi ni mtumwa tu. Sema basi amina kama unabarikiwa. Sema basi amina kama unabarikiwa. Usikubali hizo sifa, maana aliyekupa kipawa yupo. Unapokubali hizo sifa, wanakugomanisha na Mungu wako. Kwa hiyo waambie, hizo sifa mtukuzeni Mungu, niacheni mimi kwanza, kipawa sio cha kwangu, mimi ni mtumwa tu. Nakwambia Mungu atakuinua kwa viwango. Mungu anapokuinua, usiwadharau watu, usiwadharau viongozi, usimdharau babako wa kiroho, usiwadharau wazazi wako. Endelea kunyenyekea ili uendelee kubarikiwa kwenda level ya baraka. Si kama naongea na mtu mmoja ambaye anaweza akapiga makofi akisema kuanzia leo nitanyenyekea, Bwana anipeleke mbali. Kuna watu wengi Mungu alipowapa vipawa wakajiona ni wao, wakaanza kujisifu, wakaanza kuwasema watu, wakaanza kutamba, wasiwaheshimu wazazi wao wa kiroho. Hata kama ni mwimbaji, kama unatoka uwe na babako wa kiroho, mwage mchungaji wako. Siondoke tu kasamini mwimbaji bana, na bana, mwage babako wa kiroho. Mheshimu babako wa kiroho. Heshimu watu wa serikali. Heshimu wazazi wako waliokuzaa. Maana wengine wakishanyanyuliwa wanaona ni wao tu, tumeshabarikiwa ni sisi tu. Sikiliza, umepewa tu kipawa. Mwenye kipawa akichukua unakuwa ovyo. Sema amina. Mwambie mwenzako uwe na heshima. Unapopewa kitu nyenyekea. Sema amina. Sema amina. Kwa hiyo adui namba moja ni nani jamani? Ni kiburi. Sema kiburi. Majivuno. Mara tu utakapoona kibali, mpe Mungu utukufu. Mara tu utakapoona watu na mambo yako yanaenda, mpe Mungu utukufu. Usitake watu wakusifu. Usitake watu wakusifu. Nyenyekea kwa Mungu, kwa muombaji. Waheshimu wazazi wako. Heshimu watu wako wa kiroho, wazazi wako wa kiroho. Heshimu serikali, heshimu wazazi wako waliokuzaa. Sababu mahali pa kupata baraka ni kwa wazazi wako wa kiroho na kimwili pia. Nisikilize mwanangu. Kama Mungu amekuinua kama kijana, kama dada kwenye familia, usiwadharau wazazi wako na usiwasahau. Hapo ndiko chemchemu ya baraka. Nenda kwa wazazi wako. Nenda peleka baraka. Nenda wakutamkie baraka. Hicho kipawa kiinuke tena. Nenda mamaka akutamkie baraka. Nenda babaka akutamkie baraka. Usiogopa hata kama ana mate anadoroka. Hiyo mate ndio baraka. Simdharau mzazi wako. Na kufundisha hata kama Mungu atakuweka viwango vya juu ili uendelee kwenda, nenda kamheshimu huyo mama. Na wengine mko hapa, wazazi wenu unashangaa umeolewa, umeenda kwenye bomu, umefanikiwa, unamwacha mamako kule. Unasema asilonga niko kwangu, wafie tu. Wewe kwenu ni kwenu. Nasema hivi, kwenu ni kwenu. Kama mamako yuko kwenye ngumbe, na wengine mkienda kwenye hizo ngumbe, yani unashangaa mamaka anapika chai ya mabua, moshi napiga, alafu anakuambia subiri chai, mama nimeshiba. Maana unakumbuka bulubent na mkate unayokula kwako. Acha ushamba. Siku pakinuka utachukua begi unaenda kwenye hiyo ngumbe. Mama ni mama, baba ni baba, mzazi ni mzazi. Waheshimu ni Mungu wa pili duniani. Tena mama ni kushauri, kitokea Mungu akakubariki kwa huo mwanaume, tafuta namna ya kupiga. Kikubwa tu usiharibu. Kamjengea mama yako nyumba. Pelekea nguo. Angalia, mtu ananichukia. Kuna mwingine ananiangalia hapa, hata mamaka hajawahi kumpelekea zawadi. Unapea 10 ya viatu ndani, hata mamaka havai. Acha ushamba, utalaanika wewe. Nenda kachukue pea, nenda kachukue kanga, nenda kachukue suti, peleka kwa baba yako na mamaka akubariki Bwana. Huwezi ukafanikiwa, huwezi ukadumu bila wale wazazi. Peleka kwa babako wa kiroho akubariki. Jambo lingine la tatu, Mungu anapokuinua, kuwa mtoaji. Sema mtoaji. Sema kwa sauti, sema mtoaji. Sema basi mtoaji. Sema kwa sauti, mguse mwenzako umwambie Mungu anapokuinua, kuwa mtoaji. Kuwa mtoaji wa fungu la. Waimbaji mlioko hapa mnaonisikiliza, msimuibie Mungu. Mkitaka kwenda viwango vya baraka katika hizi kazi, Mungu akikubariki katika uimbaji wako, sio wewe, katika sehemu utakayopata, toa fungu la 10. Maandiko yanasema utaitwa heri. Sababu unapokataa kutoa fungu la 10, kipawa kinakauka. Lakini ukitoa fungu la 10, mbingu zinafunguka juu yako. Sema basi amina. Sema basi amina. Sema basi amina. Sema basi amina. Mwambie mwenzako kuwa mtoaji wa fungu la 10.
watu wengi wanakuwa wachungu, lakini ukienda upande wa pili wa shetani wanatoa mpaka kwa machozi. Kwa Mungu tunatoa 100. Kiambiwa atamsupport jamani uimbaji, msupport jamani umtumishi, unasema si Mungu wake amsupport. Sikiliza, wewe ukileta kiburi Mungu ana watu. Na leo nitaombea kipawa cha mtu, ukileta kiburi Mungu ana watu. Sema sitoi kwa sababu yeye ni nani? Mungu ana watu rafiki yangu. Ukileta mchezo kwa Yesu ana watu wengi. Ukileta mchezo kwa Yesu ana watu wengi. Wengine wanapanda, wengine wanashuka. Ukileta mchezo kwa Yesu ana watu wengi. Ukileta kiburi kwa Yesu ana watu wengi. Ukileta mchezo kwa Yesu ana, mpiga makofi kidogo. Ukileta mchezo kwa Yesu ana watu wengi. Ukileta mchezo kwa Yesu ana watu wengi. Wengine wanapanda, wengine wanashuka. Ukileta mchezo kwa Yesu ana watu wengi. Sauti. Ukileta mchezo kwa Yesu ana watu wengi. Ukileta mchezo kwa Yesu ana watu wengi. Wengine wanapanda, wengine wanashuka. Ukileta mchezo kwa Yesu ana watu wengi. Sikia mwanangu nikwambie, kama Mungu amekupa chakula siku 2, kula na upanguze mdomo. Shusha pua chini. Usiinue pua. Usiinue. Kama Mungu amekujaza huku imejaa, unatembea kama kiritimba. Shukuru Mungu na upanguze mdomo Bwana. Usiinulie wengine midomo, yatakuputika kama majani. Lakini ukiheshimu watu ukanyenyekea, utakula mpaka na vitukuu vyako, mpaka na vizazi vinavyokuja. Lakini ukiinua kiburi utapigwa mpaka chini. Utapigwa mpaka chini. Ishara ya kwamba wote eti waenda wapi? Sasa ukinyanyuliwa na Mungu usiinue pua, shusha. Tena kaa kama hauna. Lakini wasaidie watu. Watie watu moyo. Sema amina. Sema amina basi. Mwambie mwenzako nitainuka kwa viwango. Ni Yesu aliwatuma wanafunzi wake wakamfungue punda walete kwa Yesu. Mpaka leo Mungu anawatuma watumishi wake kufungua watu. Mungu atakutuma kama kiongozi wa serikali. Mungu atakutuma kama mwimbaji, utaimba watu watabarikiwa. Mungu atakutuma kama mfanyabiashara, utawasaidia wengine mitaji, utawabeba wengine. Hiyo ni kufungua watu. Sio mpaka uwe mhubiri kama mimi. No, sio mpaka uwe mwimbaji. Hatutafanana. Kwa maana nawaambiaga watu tusichukiane bana. Tunachukiana nini? Hata vidole vya mkono haviko sawa. Tusichukiane, kila mtu na neema yake. Na leo nakufungulia neema yako. Neema yako itatafutwa. Sema neema yangu itatafutwa. Yesu akawatuma wale wanafunzi wakafungue punda. Hebu sema punda. Na walipofika punda akaenda akafunguliwa. Yesu akamwambia, mtu akiwauliza mnapeleka wapi punda, semeni Bwana na haja naye. Kwa hiyo wanafunzi wakafungua punda wakapeleka kwa Yesu. Kwa hiyo punda alipofika kwa Yesu, maandiko yanasema Yesu akapanda punda. Punda ambaye alikuwa anadharaulika, Yesu alipokaa juu ya punda, kila mtu akasema Hosana mwana wa Daudi, abarikiwa yeye ajaye. Sikiliza, Yesu akikaa juu yako, hata waliokuwa wanakuchukia watakupenda, watapiga makofi. Kwa hiyo wakaanza kushangilia punda. Hebu sema punda. Mimi ni Masai, mimi nimekuwa. Kwa hiyo nafahamu punda. Punda ukiweka ndoo zile 2 anatembea kwa uzito jamani. Si sawa eh? Kwa hiyo punda ana hali fulani. Kwa hiyo Yesu alipokaa juu ya punda wakati anatembea, maandiko yanasema watu wakawa wanasema Hosana mwana wa Daudi, Hosana abarikiwe ajaye. Maandiko yanasema wakafika mahali wakakata mitende, wakatandika na nguo, punda apite. Punda akawa anapita, anakanyaga. Wamama wanatoa na nguo, wababa wanatoa na kanga zao, wanatoa na koti zao, wanatandika punda apite eti. Na punda naye akapita kwa maringo kweli kweli. Akakalia kwenye vitambaa kweli kweli. Maandiko yanasema walipofika Yerusalemu, watu wakasema, wanafiki wakasema, Yesu wanyamazishe wanafunzi wako. Yesu akawaambia, hao wakinyamaza mawe yatapiga kelele. Nisikilize, Yesu atang'arisha kipawa chako. Hata wakisema ufai, hata wakikukataa, biashara itaongea. Hata wakikukataa, nyimbo zako zitaongea. Hata wakikukataa, uongozi wako itaongea. Hata kwani wakisema huyu hafai, nyumba itasema amebarikiwa. Nyumba itasema amejenga. Hata wakisema watakachosema, gari litaongea kwamba mnamkataa hajabarikiwa, lakini gari linaongea. Pikipiki itaongea. Ng'ombe
pembe zitaongea. Si kama anaongea na watu watatu ambao wanakataliwa, lakini mawe yatapiga kelele. Sasa hiyo punda alipofika Yerusalemu, maandiko yanasema Yesu akashuka akaingia ndani ya Yerusalemu, kaanza kupindua meza. Punda akarudi mwenyewe. Punda alikuwa jana anasifiwa sana. Wakati anarudi, maandiko yanasema Yesu akaingia hekaluni. Punda anapigwa. Wakina Petro jana walikuwa wanalinda na punda. Maandiko yanasema wakati anarudi akauliza punda mwenziwe, jamani nashangaa wanadamu. Jana tu nilipita hapa nikiacha hewa chafu wanapiga makofi. Leo nimerudi nikisema wananipiga makofi. Sina heshima. Punda mwenzake akamwambia, hujajua ukiwa huna ule bwana mkubwa hajakaa juu yako, wewe ni takataka. Kwa hiyo heshima yako ni ule bwana jana ambaye alikuwa amekaa juu yako. Kwa hiyo heshima yako sio fedha. Heshima yako sio elimu. Heshima yako sio ujuaji. Heshima yako sio nguvu. Heshima yako ni Mungu. Hayo makofi hayatosha. Heshima yako ni Mungu. Heshima yako ni Mungu. Na ukiwa na Mungu hata wakipambana nawe watakufa mchana peupe, watakuacha ukiishi ukisafai. Sema basi amina kama unabarikiwa. Sema amina kama unabarikiwa. Kwa hiyo ulichopewa kitunze. Ngoja nikwambie. Hebu njoo mama. Njoo. Hebu nipe hiyo maji. Nipe. Ngoja nikupe mfano. Huyu tuseme mimi ndio Yesu au ndio Mungu. Huyu nimemuita. Maana yake Yesu alipotaka kuingia Yerusalemu ili atafute punda. Mungu anapotaka kuingia kwenu anatafuta mtu. Mungu anapotaka kuponya nchi anatafuta mtu. Mungu anapotaka kuponya kanisa anatafuta mtu. Mungu anapotaka kuponya kabila fulani anatafuta mtu. Yesu akatafuta punda ndipo aende Yerusalemu. Kuna mtu leo atakaporudi nyumbani sio wa kawaida. Atarudi na mamlaka ya kwenda kupindua kila madhabahu. Tumoja asema amina basi kama unabarikiwa. Sikilize, iko hivi. Yesu anakuita. Huna chochote. Alafu tuseme nimekuita. Nakupa hii. Nakuuliza, nakwambia hiki ni cha kwangu. Sio cha kwako. Sema amina. Sio cha kwako. Nakupa kipawa hiki ya kuwa mfanyabiashara, ya kuwa kiongozi, ya kuwa mhubiri, ya kuwa mtu bora, kubeba familia, kubeba nchi. Sio cha kwako. Sio cha kwako, ni cha kwangu mimi. Ila nakupa ili nitukuzwe mimi. Chukua. Sasa ndio hivyo sasa nimempa kipawa. Tuseme mimi ndio Yesu. Sasa huyu akisimama sokoni akisema haleluya, amen. Akienda hivi akisema kama ni Smith wa mwanasiasa, kama ni wana CCM Chadema, waye! Kama ni muimbaji akisimama hapa, Bwana Yesu asifiwe, amen. Kama ni mfanyabiashara akikaa karibu na kibanda, wateja wanatoka huku. Sikiliza Bwana. Ni Yesu amekupa kipawa ili yeye atukuzwe. Sasa huyu nimempa kipawa. Akiingia kwenye duka, wateja wanamiminika. Akifanya uongozi, watu wanampenda. Hata kama kuna vita, anapita tu. Akienda kanisani, watu wanampenda. Akihubiri, watu wanampenda. Akiombea watu wanampenda. Akisifu, watu wanampenda. Akifanya chochote, watu wanampenda. Lakini kumbuka, mimi ndio nimempa ili nitukuzwe mimi. Kwa ajili ya udhaifu wake ananiacha. Nifuate sasa. Ananifuata mimi. Kwa hiyo watu hawamuoni yeye, naonekana mimi kama Yesu. Kwa hiyo hasifiwi yeye, nasifiwa niliyempa kitu cha baraka. Sema basi amina kama unabarikiwa. Sema basi amina kama unabarikiwa. Sasa kwa sababu ya akili ndogo, huyu ananiacha mimi. Geuka sasa. Geuka, nenda kivyako. Haleluya. Anza tembea sasa. Hamna kitu anaitika. Hamna mtu. Sasa sikiliza. Huyu ameniacha, amemwacha Bwana. Sasa anafika sehemu, hichi kipawa nilichompa. Hebu sema alichopewa. Alikuwa akiongea. Mbingu zinafanyaje? Zinashuka. Sasa kwa sababu ameniacha, inaendelea kudondoka tu. Amepita mahali amemwambia, imedondoka. Amepita mahali mamaka amemlani, imedondoka. Amepita mahali nguvu inapungua, imedondoka. Kadri siku zinavyoenda, imedondoka. Kadri siku zinavyoenda, anaishiwa. Alikuwa akiongea, akiingia kwenye maombi, mbingu inafunguka, maombi yanakata.
alikuwa na uwepo wa Roho Mtakatifu, inakata. Alikuwa akisema kitu watu wanamheshimu, inakata. Alikuwa kiongozi mzuri, nafika sehemu mpaka anasema oye, anaambiwa kwenda, inakata. Alikuwa akisema kitu anaishi, inakata. Kumbuka inazidi kuisha tu. Kama alikuwa na pesa, na inakuwa roho chafu, maana ukishamwacha Mungu inapotea. Kama ni pesa inakata, uchumi inapigwa, mwisho anafia kwenye pombe, anabaki engobo, inakuwa empty. Anabaki tu, nilikuwa mtumishi, nilikuwa kiongozi, nilikuwa na pesa, nilikuwa na hiki, ete ngobo itingo. Yesu anakaa pembeni. Kwa hiyo ili uende viwango, tembea na Mungu. Ili uende viwango, nyenyekea. Hata kama wewe ni mtu mkubwa, wewe sio mkubwa kuliko Mungu, shuka Mungu akuinue kwa viwango. Ukitaka kipawa chako iende level ya baraka, nyenyekea. Kadri siku zinavyokwenda, Mungu anajaza. Mungu anajaza. Mungu anajaza. Kila sehemu ukipita unabarikiwa. Usijione wewe ndio umefanya, ni Mungu amefanya. Hicho kipawa sio cha kwako, ni yeye amekupa.